magonjwa wanaita français migraine. Migraine magonjwa yanaumiza kichwa mtu. Kichwa mtu anauma nguvu na migraine kwa kichwa kuduma ndio pia engi. Kusema ni ya kukawia inakatala kumalizika. Hii ndio wanaita migraine. Ndio tunafanya kichwa mtu. Inafaa kichwa mtu hapana toa jour wala semaine. Ni kitu inakawia. Dans ce cas-là, mangana baita migraine. Même si on n'a pas de dawa, ita kwanza na polezana mais à un moment donné d'avenir. Et nyame na promettre iko utukufu yote kwa Mungu. Na deke unatambua unapona. Tutashukuru Mungu kwa ajili yako. Uponyaji unakuwa immediate, na uponyaji unakuwa progressive. Mais hapa ndio unaomba uponyaji immediate. Amen. Uponyaji kwa sasa na kufikia hapa ndio unapiga sasa. Amen. Kila demo ya maradhi kiteka. Magonjwa yote na nguvu ya shetani. Papa mchapa magonjwa. Toka na mwili hii. Ninatosha wa nje. Kwa uwezo wa jina la Yesu Kristo. Ninafungua kifua yako. Mungu atosha wana hii moto wa kibulozi. Toka na mwili yake. Kwa uwezo wa jina la Yesu Kristo. Ninanyamazisha kazi za shetani. Ninaenda funga mapepo wachafu katika maisha yako. Wewe mama unanisikia? Wewe kaka unanisikia? Wewe baba unanisikia? Ninaenda funga yao. Na ninasema watoke kwa njia ya kinywa chako. Warudi pale pakavu. Kwa jina la Yesu Kristo. Asante Yesu. Leta heshima kwa jina lako. Inua jina lako. Saint-Esprit, glorifie maintenant le Fils. Maintenant glorifie. Glorifie-le. Rasa katari baranda na baba. Pokea moto Saint-Esprit. Ninaaminia Mungu amichiza. Ninaaminia Mungu akuponesha watu. Ninaaminia Mungu huruma. Ninaaminia Mungu operation sa cicatrice. Ninaaminia Mungu wa neema. Migraine. So. Jamaa ya kulubina kichwa. Toka ndani ya kichwa. Kwa uwezo wa jina la Yesu Kristo. Nasara baba. Esi kiata hana baba. Moto nanga shuka sasa. Moto nanga shuka kwa ajili ya perfectionner. Kwa kukamilisha mambo haya. Moto nanga shuka hapa. Moto Saint-Esprit anafanya kazi hapa. Moto Saint-Esprit anafanya kazi hapa. Moto unaja shuka sasa. Moto unaja kuja sasa. Moto wa Mungu unaja kuja sasa. Sio historia. Sio ndoto kuongezea. Ni kweli moto washuka. Kuna watu wengi watasikia moto. Unasikia chaleur. Unasikia mambo yenyewe pana inaweka kwa akili ya mtu. Inafanyika ndani ya mwili yao. Itakuwa nguvu ya Mungu unafanya kazi. Itakuwa nguvu ya Mungu anaponesha watu. Itakuwa nguvu ya Mungu anafanya kazi. Itakuwa gloire ya Jésus Kristo washuka juu yako. Itakuwa restauration totale na complete. Itakuwa puissance ya Mungu kufanya kazi. Ndio. Ikiwa ninasema kweli, moto shuka juu ya watu hao Bwana. Baba, ikiwa ninasema haki, moto shuka kwa ajili ya kuwaponya. Moto shuka kuchoma madhabahu ya nafunga wao. Asante Yesu Kristo. Asante Mungu Baba. Asante Yesu Kristo. Asante Mungu Baba. Asante Yesu Kristo. Asante Mungu wa milele. Asante Yesu Kristo. Moto shuka fanya kazi na nyumba zetu zote. Moto Saint-Esprit fanya kazi. Moto shuka. Wakati watumishi nyumba kwa puja, basi moto anafanya kazi. Moto anafanya kazi hapo. Moto anafanya kazi. Ingawa watu huwezi fanya, ndio unafanyika. Saint-Esprit unafanya yao. Saint-Esprit unafanya yao. Saint-Esprit unafanya yao. Saint-Esprit unafanya yao. Yeye unapakaliza kazi ya Satan. Yeye unapakaliza kazi ya demo na masosia. Yeye unafanya kazi yake. Yale inaanza fanyika. Yesu ni hapa. Yesu ni hapa. Muda mrefu alikufunga. Muda mrefu alikuloga.
muda mrefu alikusumbua. Magonjwa hii naenda leo. Tapiga hii magonjwa ndani yako. Tapiga hii magonjwa nje. Asante kwa ajili ya kuchipia maombi yote mfano. Niko nainua tuwe Mungu. Niko nabariki tuwe Mungu. Niko na celebrate tuwe Mungu. Niko natukuza tuwe Mungu. Wewe mwenyewe unafanya hii kazi. Wewe mwenyewe unaleve mkono ya haya, ya kibulozi, ya uchungu, ya magonjwa. Wewe unalevea. Wewe unalevea. Satie restaurant. Maisha yake yanafunguliwa. Maisha yake yanafunguliwa. Ulozi na mwadi. Wanamwadi. Mapepo wanamwadi. Wanamwadi. Wanaenda. Wanakam. Wanaenda. Wanaenda. Ibase fe. Mbele moto hii. Kila kiemo. Kila madhabahu. Yenyewe naloka we. Inaenda. Inabudiga. 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 Enye Mungu nafanya. Enye itafanyikana. Mali yote unapatikana, enye itafanyikana. Mimi narejea tena. Pia msika fulani hapa. 3, 4, 5, 6. Sababu wasema 7. Enye itafanyikana. Enye itafanyikana. Lumière na kuya. Nuru na kuya yale nuru yale. Yale nuru yale. Yale nuru ligojea. Yale kumulimu ligojea. Yale mayaki ligojea. Yale shini ligojea. Pokea. Ndana macho pokea. Ndani mguu pokea. Sehemu yote unaumwa. Sehemu yote unapitia mateso. Pokea. Pokea nguvu ya Yesu. Pokea uwezo wa Roho Mtakatifu. Pokea. Libération surnaturelle. Et Saraba. Pokea. Yesu nakupa. Ni neema yake. Inakuja kwa maisha yako. Yesu nakupa. Inafanyika. Mikae inaisha. Mikae inaisha. Amen. Magonjwa haya naenda. Patronada. Pia mbekia. Pia. Okay. Bele. Wewe niko. Jamani. Wewe uko kwa Mikaeli. Kitu unanima siku nyingi kwa shamba na kununua nikaleza leo nyamaza hivi. Na kama mtawali ndani. Nasikia kwenda miaka mmoja. Okay. Na estoma ili aviaka mimi apatira. Bila kukata saje uweza Mungu shuka chako pale cha kusaidia. Mungu atasaidia kusema na watu akule baba siriko. Uje uweze kusawa. Baada ya kumsikia hapa mtajua kwamba hapa kati tu hakuna uwezo wa polisi wetu hapa. Hakuna, ni imani ya mtu kupitia uwezo wa Mungu na papana siku ya Mungu. Sasa ile msika wakati uwezo wa Mungu ulifika juu yake, nilitambua kwamba Mungu anataka kumpona. Na yeye leo anasema hapa kila mtu aliona ndio kugusa nini kichwa yake hapa. Nani pale aliona pale alikuwa mbele pale aliona nienda kugusa kichwa yake. Anaenda dule hii na kuacha na isomana kuacha. Ile kwa neema yako utukufu wote dunia wewe. Kama je sais que même ikala ile uponyaji kwa jina la Yesu Kristo. Nataka mtu mkono. Mkono natoka gaza toka ndani mkono. Leo kutoka hapo unasikia salama. Kichwa yako
Bata migraine, banaponeshwa. Kila mmoja sio kwa nchi yake, aje tuverifie. Amen. Mkono vile. Mkono na macho sasa kinatokea. Mkono ndio inapata salama. Uchukua na sisi tena. Pesa na Mungu. Inafahamu na kitu gani depuis mkono panaweza. Nimeanza karibu 3. 3 ans. Et yo kwa kwa kitu gani? Ile ndio na vijiwa. Ndio vipa mbele vipo hapa. Et yo pale unaweza ifanye kitu gani? Kile pale wewe. Alikuwa sio kuna kuimba. Ndio na katika ile kuna kuimba mara. Hata hizo kufanya. Ndio zizo kukuza kile kwa kaje ni papa. Bale tu maukuza. Bale tu kimeguza. Kama inga. Bale na kitu kombe kukora. Basi kama unapona sio kupata roho ya kuhubia. Tura pigo tu pigo. Utarumia. Sasa sasa philosopher mkono na poda. Mama anakuwa tu mbele. Mama anakuwa mbele ya poda. Mkono. Peona imani ya bie. Chechi. Aya ya kurumo kwa wapi? Ingepata kwa kitu. Ale, sasa ngani ya. Kizi tunatoka na nilo tabeba hiyo kwa jina la Yesu Kristo. Yes. Usia Mungu wetu. Mungu asamehe baba. Mimi nasema kwa mbele kwa mtu kwa na bora. Kwa mbele kwa. Mimi kwa sema acha fika au hewa fika. Bana wozi shajewa hata kwa ndani. Paka mali ndio sasa kwa Yesu Kristo. Ni kwa sababu tunapigia siku kwa wewe. Utaiwa kwa baba Mungu ndio kuonesha mtu. Ndio gani? Haiko Mungu ndio afanye nini? Combien comme nasema hapa mtu mkono. Combien de fois? Wabla changer anaongea hivi. Même si Mungu bado ngoza wewe Biblia ndio na Mungu pale. Anaongea picha neno la. Dieu c'est automatiquement suivi la tête de Dieu. Après, avant de prier, que quelqu'un va recevoir une guérison sur son bras. Et voilà notre maman qui est témoigné qu'elle a réussi en 5 guérisons. La distance n'est pas supérieure. Il faut se recevoir si tu es connecté par la foi. Nous sommes dans le nom de Jésus-Christ. Alors nous avons un témoignage aujourd'hui à partager avec vous. Ce témoignage nous publie pour glorifier notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est aussi pour votre édification. Alors j'aimerais d'abord lire une portion de l'Écriture. Je vais lire dans les livres de Deutéronome, chapitre 18, verset 20. La Bible nous dit sur le nom de Jésus-Christ, mais les prophètes qui auront l'audace de dire à mon nom une parole que je ne lui aurai point commandé de dire ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Le verset de Dieu dit ici, peut-être dira-t-il dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Quand ce que dira les prophètes n'aura pas lieu, il n'arrivera pas. Ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que les prophètes l'aura dite. N'aie pas peur de lui. Alors, selon cette parole que vous venez aussi de suivre avec moi, nous voyons clairement qu'il y a une manière de reconnaître une prophétie qui vient de Dieu. Et la Bible dit que si une personne qui se déclare prophète
parlerai au nom de notre Dieu. Tout enfant de Dieu ne doit pas prêter l'attention à cette personne. Et même si la chose qu'il prédirait arriver, l'autre jour, elle refusait de lui prêter l'attention. Et que la Bible dit également que si une personne se prétend à un prophète et prophétisait quelque chose et que la chose n'arrivait pas, donc vous devez également refuser de prêter l'attention à celui-là. Nous également dans ce ministère, nous dans le ministère aussi, l'Église du Dieu vivant, le Seigneur nous a confié ce mandat prophétique, nous a donné aussi le ministère des prophètes que nous voyons agir, nous voyons le Seigneur agir à travers nos prédications et nous bénissons sur ces noms. Par exemple, aujourd'hui, durant notre séance de prière, le Saint-Esprit m'a orienté sur certains cas, entre autres, sur les bras qui plançonnent, sera guéri, les bras seraient guéris, et que après la prière, une maman, après avoir souffert une année de ce problème de son bras, dans les bras, elle ne pouvait même pas bouger, ni transporter des choses lourdes avec son bras. Mais après cette parole prophétique, elle a récupéré sa santé, et vous verrez sur l'image qu'il était en mesure même de soulever cette bouquet de fleurs pour la gloire de Dieu. Il y a une autre personne, c'est une fille, et que l'Esprit a commencé à dire des personnes avec des maux de tête, mais ces maux de tête étaient plus des migraines. Donc ce n'est pas ici un simple maux de tête, mais c'était plutôt une migraine. Et que parmi ces personnes, nous avons vu une fille, elle venait témoigner, et vous pouvez aussi, vous allez regarder sur la vidéo, elle a tombé sur la puissance de cet esprit, et qu'instantanément, elle a été secourue par Jésus. Elle a dit de sa propre bouche, elle a souffert de ce problème durant toute une année. Mais aujourd'hui, par la parole prophétique, le Seigneur a mis fait à tous ces problèmes qu'il a tourmentés. Je rends d'abord grâce à Dieu pour ce merveilleux don qu'il a mis à notre disposition. Pas seulement à tous les enfants de Dieu qui croient encore une fois au ministère des prophètes. Alors vous pouvez également, pour prier, pour nous suivre davantage, vous abonnez plutôt sur notre chaîne sur YouTube. Vous écrivez Monsieur Bounia, et vous vous abonnez. Et Seigneur aussi dans notre cœur de continuer également de partager les liens pour que plus de personnes soient bénéficiaires. Alors vous pouvez vous abonner sur ma propre chaîne appelée Prophète Assis TV. Alors lorsque vous allez vous abonner, Dieu vous bénira et nous continuerons à prier également pour vous. Soyez tous bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Unaweza kufanya maneno makubwa, unaweza kufanya maneno makubwa, unaweza kufanya maneno makubwa, unaweza kuleta unyumba Yesu, unaweza kuleta salama nyumbani, unaweza kuponya maisha yako kiko salama. Yoko kikosa